Kwa kwenye uongozi tuko mkoa wa Singida, Dodoma na Simiyu, lakini wadau wanatoka nchi nzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sababu ya kuanza na mikoa hii kwenye kikao hiki cha kwako leo ni kwa sababu kwanza umeshaagiza wakati wa kuwa mikoa wote pamoja na makatibu tawala watakapokuwa na semina elekezi itengwe siku moja ya kuzungumza mkakati wa kuongeza uzalishaji wa alizeti Tanzania nzima. Kwa sababu kampeni yako hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ya nchi nzima, sio ya mikoa mitatu tu. Hii mikoa mitatu ni ile ambayo Wizara ya Kilimo imeamua kuichagua kwa ajili ya kutoa huduma bora za ugani kwa namna ambayo hatujaitoa kwa muda mrefu. Tunaongeza huduma ya ugani nchi nzima. Tumeongeza bajeti ya huduma ya ugani kutoka shilingi milioni 603 kwenda shilingi bilioni 11.5. Na hili tumeongeza bila kuongeza fedha zinazokuja kwa Wizara ya Kilimo. Fedha hizi zitaenda nchi nzima, lakini tumetenga fungu kubwa kwa ajili ya mikoa mitatu hii ili kuonyesha tukitaka kufanya huduma za ugani tuzifanye vipi. Tulichagua mkoa wa Dodoma na Singida na Simiyu pamoja na mambo mengine kwa sababu humu namo kuna mazao kwa ajili ya mafuta. Alizeti Dodoma na Singida, karanga ipo Dodoma, pamba iko Simiyu, alizeti iko Simiyu. Kwa hiyo naomba tusichanganye. Mikoa mitatu tuko hapa kwa ajili ya uwakilishi tu. Kampeni ya Waziri Mkuu ni ya nchi nzima ya mikoa yote. Na mikakati itakayowekwa hapa ni ya nchi nzima na ni ya mikoa yote. Nguvu ya pekee kwa ajili ya shughuli za ugani kwa kuanzia itakuwa ni kwa ajili ya Singida, Dodoma na Simiyu, ambapo tutahakikisha mabwana shamba wote tunawahakikisha wana mashamba darasa yapo, wana pikipiki, wana soil kit analysis hiyo aliyosema Mheshimiwa Mbunge, kuhakikisha kwamba tunapima ardhi na kuhakikisha kwamba tunajua tutumie mbolea gani na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa mfano pikipiki ambazo tunanunua pikipiki 1500 tukiwapa kwa bwana shamba wote wa Simiyu, Singida na Dodoma zinabaki. Kwa tutazigawa katika mikoa mingine kwa nguvu kidogo, lakini nguvu kubwa itakuwa mikoa hii. Kwa kuamini Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya mwaka mmoja matokeo tutakayoona hapa tutaweza kutoa ushawishi kuongeza bajeti ya shughuli za ugani kwa nchi nzima ili kuboresha kilimo chetu. Jambo la pili ambalo ningeomba nilitolee maelezo kidogo Mheshimiwa Waziri Mkuu ni changamoto za sekta ya mafuta ya kula, hasa alizeti, ambao najua wadau watazungumza hapa. Viwanda vya alizeti tulivyo navyo vyote vina operate under capacity. Viwanda ambavyo najua kwa mfano Pixas umewatembelea pale Mheshimiwa Waziri Mkuu, wao wana operate chini ya 50%. Mount Meru nadhani 25%. Kwa viwanda vinashindwa kufanya full capacity kwa sababu havina malighafi. Hakuna mazao ya alizeti ya kukamua. Alafu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna wakulima wanatafuta hela, wana ardhi ya kulima alizeti. Kwa sababu ya kutokujenga muunganiko mzuri kati ya processors na wakulima na kuongeza facilitation, tunaacha maskini kwenye maeneo yetu, halafu tunaagiza mafuta ya kula kutoka nje. Sasa hivi alizeti hapa ndani ndio inatupa mafuta ya kula 43% kwa nchi nzima. Lakini uwezo wa kuzalisha mafuta na kuuza nje upo. Wakulima wanaotaka kulima wapo. Wakamuaji wanaotaka kununua alizeti wapo. Lakini mafuta tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo mkutano wako mkuu hapo Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kutafuta zile changamoto, kwa nini tunakwama wapi? Kwa nini wenye mashamba hawalimi? Wenye viwanda hawapati malighafi ya kutosha? Wakulima wanahitaji fedha, hawapati fedha hizo. Baadhi ya changamoto ambazo tunazijua ni kuunganisha wakulima na wenye viwanda. Baadhi ya viwanda wamesikia Mheshimiwa Waziri Mkuu vimejiongeza vyenyewe. Pixas wana mikataba na wakulima Manyara na sehemu mbalimbali, na viwanda vingine ambavyo vimetembelea pale nje. Wizara inataka ishike sasa hili kuhakikisha kwamba huu muunganiko huu tunausimamia na kuongezea nguvu. Kwa mkulima analima akijua soko liko wapi. La pili Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbegu. Bahati nzuri umesikia pale. Wakulima wengi wanalima alizeti, alafu akivuna wanatumia mbegu zile kuotesha tena.
tija inakuwa ndogo sana. Na kama tulivyoongea wakati wa budget, tija ikiwa ndogo, lazima bei ya mazao iwe kubwa sana ili mkulima aone inalipa kulima. Lakini tija ikiwa kubwa, hata kama bei ya mazao itashuka, kipato cha mkulima kinaweza kaongezeka. Kwa sababu kama unaweza kupata magunia 25 badala ya magunia 8 ya alizeti, hata kama bei itapungua, bado kipato kitaongezeka. Maana yake ni kwamba na wenye viwanda wanaweza kununua alizeti na kukamua mafuta yakatosha na kuendelea. Kwa hiyo swala la mbegu ni kubwa sana, na nimemtaja mtu wa IFAD maksudi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu hata baada ya budget, pamoja kwamba tulipata takriban bilioni 8 kutoka IFAD kwenye budget kwa ajili ya mbegu na mambo mengine, na tuna program ya miaka 6, lakini tulivyowaambia, tuliambiwa kwamba wana mkakati wa kusaidia kupambana na mambo ya COVID kwenye kilimo na nini, tukaomba tutengee hela zije kwa ajili ya shughuli hii ambayo naizindua leo, na wametutengea hela tayari. Nimeambiwa tayari zimeshasainiwa, hazitoshi, lakini tusipowataja hawa wengine hawatakuja. Kwa hiyo napongeza sana IFAD kwa hilo. Naomba wadau wengine wote waungane na IFAD, na IFAD kama bado pochi inatosha muongeze. Sasa hivi tunapata kama dola 882 kwa ajili ya mbegu, lakini naamini kwamba tunaweza tukapata nyingi zaidi. Tumekaa na mabenki, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutusaidia kununua mbegu kutoka nje kwa sasa hivi. Mheshimiwa Bashe tutampa fursa ya kutosha kuelezea mkakati uliopo. Lakini mimi hapa kwa kweli ni kushukuru sana taasisi zetu za fedha. Na ndugu yangu Jafet, hebu simama na wenzetu wote mliokuja taasisi za fedha. Simameni tuwapige makofi. Naombeni tu msimame na wasumbue, msimame tuwapige makofi. Asanteni sana. Asanteni sana. Kama atakavyoeleza Mheshimiwa Bashe, hawa pamoja na upungufu wa fedha watatuwezesha sisi kuanza kupata mbegu na kuziunganisha kupeleka kwa wakulima kupitia kwa wazalishaji wa mafuta ya alizeti. Kwa hiyo kubwa ni mbegu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata kabla watu hawajalisema niseme ukweli, mbegu yetu ya record na mbegu nyingine tulizoidhinisha za ndani hazitoshi kabisa. Kwa hiyo tutaanza kuagiza mbegu kutoka nje kuhakikisha kwamba wote wanataka kulima kwa taratibu ambao tutaueleza, watapata mbegu hizo alafu watarecover wakati wanavuna. Lakini mkakati wa kuzalisha mbegu za ndani za kutosha unaanza. Tunajua kwamba Waziri wa Fedha ameniahidi na Waziri Mkuu tutakuwa tunakuja kukusalimia kwamba bajeti iliyopangwa ya mbegu itoke yote na itoke upfront, ili tuanze mkakati ya kuotesha mbegu zetu, kuzimultiply na kutumia umwagiliaji kwa ajili kama alivyosema mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu. Jambo la pili, kikwazo ni utaalamu wa uoteshaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeona mashine pale ya kuoteshea kwa ajili ya kufanya spacing na kuhakikisha kwamba tunaotesha mbegu isiende chini sana, isikae juu sana. Sasa hilo swala la ugani ambalo tumesema tutalifanya katika mikoa mitatu, tutahakikisha tunaweka mkakati wa kulifanya kwenda kwa wakulima wote wakubwa na AMCOS ambazo tutaingia mkataba, hata kama ni nje ya Singida, Dodoma na Simiyu. Mkulima wa alizeti popote alipo, mwenye shamba kubwa au shirika ambao kwa AMCOS wamesaini mkataba, tutajitahidi kuwapelekea utaalamu huu wa kilimo ili tulime kilimo bora, tuzalishe zaidi kwa ekari moja. Kingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mechanization. Uhaba wa mashine za kuoteshea. Kuotesha manual ni kazi kubwa sana, na vile vile utakosea kuweka space. Tutaongea na hawa wenzetu waliokuja hapa, nadhani Mshobozi kama sikosei alikuwa anakuonyesha pale kuhusu yale mashine, na wenzetu wote tuone tukikaa na mabenki tunawezaje kusambaza hizi centers ambazo watu wanaweza kukodisha hivi vituo kwa mashamba makubwa na mashamba ya AMCOS. La mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni ukosefu wa mtaji wa kuwekeza na mtaji wa kufanyia kazi. Capital for investments and working capital. Changamoto kubwa, mtu akipata shamba kubwa anahitaji fedha kusafisha, anahitaji fedha kuotesha, kununua mbegu, kulilinda, kununua viuatilifu na kadhalika, na mpaka kuvuna. Hilo nalo tutakaa na wenzetu wa financial institutions na wadau wa maendeleo, tunawaalika washikane na sisi mkono ili tuweze kulitatua. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizo changamoto nyingine tutazisikia hapa. Na najua kama tulivyokuwa unavyoendesha vikao, unafungua kikao, unasikiliza, alafu baadaye unatoa maelekezo ya namna ya kuhakikisha kwamba tunahudumia hizi changamoto. Kwa hiyo nisiwapreempt sana. La mwisho sana ambalo lazima niliseme ili lieleweke, mafuta ya alizeti kwanza ni bora, yana cholesterol kidogo sana, lakini ya ghali kulinganisha na mafuta ya mawese. Mafuta tunayonunua kutoka nje sasa hivi takriban 53%
tunanunua kutoka nje mengi mafuta ya mawese. Tunanunua kutoka nchi ya Malaysia, kutoka Indonesia na kadhalika, palm oil. Yanakuja kwa bei ndogo, ndio maana hata ukiweka kodi bado watu wanaona ni bora kuingiza tu kuja kuuza kwa sababu wanapata faida. Tuko tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa mafuta ya kutosha hata kama tunayauza nje, kwa sababu hatimaye tutaanza kuyatumia na sisi. Kwa wazalishaji walioko hapa tutawahimiza, soko la Afrika Mashariki, soko la SADC, kama sikosei ni Mixas waliniambia wanauza mpaka South Africa mafuta, wauze hata ng'ambo. Kuna mmoja alikuwa anauza mpaka Scandinavia. Kwa hiyo tunapofanya mkakati huu, tunachotaka ni kuzalisha mafuta ya kutosha hata kama hatuyatumii sisi. Wacha yauzwe nje, tutaendelea kutumia mafuta tunayopata, lakini dynamics zitakwenda. Tutafika mahali ambapo sisi tutakuwa tunatumia mafuta sisi wenyewe. Na naamini chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu, na usimamizi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kulinda viwanda vya ndani mpaka tuweze kujitosheleza.